Kanuni ya 4 imetamka maadili yanayopaswa kufuatwa na Tume Huru ya Uchaguzi, na pia imetoa makatazo kwa mambo ambayo Tume Huru ya Uchaguzi haipaswi kufanya. Lakini jambo moja wapo ambalo wanapaswa kutekeleza ni kuhakikisha katika kipindi chote cha uteuzi, kurudisha fomu, kupigaji kura na kuhesabia kura, mchakato wote watendaji wa tume wanapaswa kuwepo katika maeneo yao ya kazi. Kanuni imetamka hiyo. Nafikiri ni kujaribu kutibu hiyo kwamba mtendaji hayupo, naenda kurudisha fomu hayupo, na pia tume inapaswa kuhakikisha kwamba vifaa vyote vya uchaguzi vinapatikana kwa wakati. Sasa katika utekelezaji, kanuni ya 5 inazungumzia usimamizi, utekelezaji na rufaa, na imetengeneza pale kuna kamati za maadili ziko 4. Moja katika ngazi ya kata ya kushughulikia uchaguzi wa madiwani, lakini pili kuna kamati ya jimbo kushughulikia uchaguzi wa wabunge, 3 kuna kamati ya kitaifa kushughulikia uchaguzi wa nafasi ya rais, lakini 4 kuna kamati ya rufaa ya kupokea rufaa kutoka kamati ya taifa. Sasa vyama vya siasa vina haki ya kupeleka malalamiko katika hizo ngazi 4 kutokana na huo ukiukwaji umetokea wapi. Kwa kama umetokea kwenye kata kwenye nafasi ya diwani, maana yake umetokea muende kata ambako naamini inakuwa ni rahisi kufikika na si gharama kama ilikuwa kwenda kwenye kamati labda ya jimbo. Na kanuni hizi zimetoa adhabu, zipo kwa vyama vya siasa, lakini pia na kwa tume kutaka kama imekiuka irekebishe hiyo hali. Lakini ukisoma hizo kanuni pia zinasema kwamba hazizuii chama cha siasa au mtu mwingine ambaye ana malalamiko ambaye anahusika na hizo kanuni kwenda kwenye mahakama kufungua kesi ya uchaguzi. Na pia ule mwenendo wa hizi kamati unaweza kuutumia kama sehemu ya ushahidi wakati unaenda kufungua kesi yako ya uchaguzi. Okay, Salim Kigeke, najua una swali lako, lakini wakati ambao unajiandaa kuliuliza naomba nimsogeze Mohamed Matano. Naomba njoo ukae pembeni hapa Salim. Naomba endelea. Okay, msomi mmoja ya mambo ambayo huwa yanaleta sintofahamu kwenye uchaguzi niko katika hii kanuni ya 3B yasiyotakiwa kufanywa na serikali. Hapo B, vyombo vya ulinzi na usalama kutumia mamlaka yake kukandamiza wagombea, wafuasi au chama chochote cha siasa. Hapa mara nyingi panapoona ukakasi kwa sababu tafsiri zaidi inatolewa na vyombo vya usalama kuliko hata hivi vyama vya siasa. Nani atakuja kusaidia kutoa fasiri halisi kwamba vyombo vya ulinzi vinasema hapa mmekiuka sheria na vyama vya siasa vinasema hii ni kwa mujibu wa kanuni zetu? Nadhani pia ukisoma hizo kanuni kama nilivyosema zinatoa haki ya kulalamika kwenye hizo kamati. Kwa hiyo kama chama cha siasa kinaona chombo cha usalama, mfano polisi, kinaona kwamba kimefanya jambo ambalo au kimetoa maelekezo ambayo ni kinyume na kanuni za maadili na kufanya uchaguzi usiwe labda huru, haki au kinesi kimeonewa, cha kwanza cha kufanya ni kwenda kutoa taarifa ya malalamiko kwenye hizi kamati. Na uzuri ni kwamba kamati zimetoa muda mfupi sana wa malalamiko kushughulikia, saa 48. Na baada ya hapo kama kitaona kwamba bado hakijapata suluhisho, kitakuwa na haki ya kwenda mahakamani. Na kisheria kama huko nje wewe sio sehemu ya taasisi hiyo, maana haki yako ni kwenda mahakamani kutaka mahakama itoe tafsiri sahihi kwamba hiki kilichofanyika ni sawa ama si sawa. Hapo kama hujaridhika na maamuzi ambayo yametolewa na hiyo kamati. Masudi Kibanya anataka kuchukua nafasi ya lamba. Sekunde tu. Ndio maana mimi nilikuwa nadhani, yani sijui kwa akili yangu chechefu, mimi ningetamani serikali libaki kuwa juu, alafu tena polisi wenyewe wawe huko. Unajua ni kama vile unakwenda siku kumlalamikia nani. Yaani bado serikali umesema kwamba nyakati za chaguzi serikali ndio endelee kuwepo, ingebaki juu. Alafu kwenye kusaini huku yaani watu wa usalama wangesaini kivyao. Ni mawazo yangu. Sawa, lakini kama nilivyosema, unajua uwezo kutenganisha serikali na vyombo vyake. Sababu hata ukisema kwamba polisi wasaini peke yao, lakini bado amiri jeshi mkuu ambaye ni mkuu wa serikali. Uwezo kutenga
Na ndio maana nadhani kwa kutambua hilo kanuni zimetoa nini cha kufanya ambapo unaona zimekiuka. Sababu tukisema leo polisi wasaini, itakuwaje na vyombo vya usalama vingine? Sasa nadhani kwa kuepusha kwamba tusiwe tuna kila chombo kina sign kwa wakati wake, sema serikali itasaini. Na serikali ndio yenyewe inasimamia vyombo hivi vyote. Okay, sasa sajeni sio tano. Caesar, naomba usogee hapo mbele. Wakati huo tuwashukuru sana media partners wa Cafe Talk ambao ni pamoja na Millard Ayo, Clouds TV, Crown TV, TV Iman, Manara TV pamoja na Mjini FM ambao kwa wote hawa tupo live sasa hivi. Stanislaus Lambert, karibu. Najua wasiwasi wako Masudi kutenganisha serikali na polisi. Na ukizingatia polisi ndio wanahusika kwenye uchaguzi na si majeshi mengine. Sawa sawa. Nikipitia kanuni ya, nitakurudisha nyuma kidogo. Kanuni ya kwanza 3 umetuambia kwamba inaeleza kanuni za maadili zinaanza kutumika siku moja baada ya uteuzi rasmi wa wagombea. Kuna chama tayari kimeshapitisha mgombea wa urais ambacho pia ni chama tawala. Ni kama wameshakamilisha uteuzi kwenye kabla ya walifanya hivyo kabla ya kusaini hata hizo kanuni zenyewe. Hawajavunja sheria. Cha kwanza. Cha pili, usawa unakuwa wapi? Kwa sababu pia kanuni hii hapo chini ukiipitia inaelezea kuwa kuna usawa kwenye masuala ya uchaguzi mpaka kuelekea kwenye kampeni na kadhalika. Mtu ambaye tayari ameshapitishwa na chama chake kama mgombea na yupo kwenye serikali anaendelea kufanya shughuli za kiserikali, wakati gani hafanyi kampeni na wakati gani anafanya shughuli za kiserikali? Maswali haya mawili kwanza nikurudishe. Jibu swali nzuri. Cha kwanza ni kwamba wagombea wanateuliwa baada ya kuwa wamethibitishwa na tume. Kwa hiyo mpaka pale ambapo chama husika kitapeleka majina ya wagombea wake kwa tume, fomu zikapitiwa kuonekana ziko sawa na wanakidhi sheria na katiba na kusema hawa ndio wagombea, hapo ndio tutasema mgombea ameteuliwa. Sasa kabla ya hapo vyama vinaruhusiwa kuwa na taratibu zao za ndani ili ya kusema hapa atagombea nani, hapa atagombea nani. Hizo taratibu za ndani za vyama zinaruhusiwa. Lakini pale ambapo tume sasa imesema imeteua hawa ndio wagombea, siku moja baadaye ndio kanuni zikaanza kufanya kazi. Sababu kama mazingira mengine inawezekana kuna vyama mtu anateuliwa kugombea ubunge na asirudishe fomu. Kwa sababu huyu ni, kwa hiyo ule mchakato ulikuwa unazungumzia uteuzi ndani ya tume, ndio sio ndani ya chama. Sio ndani ya chama. Sawa sawa. Kwa ndani ya chama vyama vina haki ya kuendelea na taratibu zake. Ndio maana kuna vyama vingine vitasema sisi uchaguzi wa rais au ubunge kwenye jimbo hili hatuoni chochote, hatuweki mgombea. Lakini moja, lakini pili, serikali inaendelea kufanya kazi kama nilivyosema na haitasimama. Na kinachopaswa na kanuni zinazotaka ni kwamba hawa viongozi wa kisiasa wa serikali wasitumie nafasi zao kama kampeni. Na kama nilivyosema, kanuni hizi zitaanza kutumika pale ambapo wagombea wameteuliwa. Kwa hiyo wagombea wakiteuliwa, maana yake ratiba za kampeni zitaanza kutolewa na kufanya kazi. Pale sasa, soma kanuni, ndipo viongozi wa kisiasa wako serikalini wanazuiwa kutumia nafasi zao kufanya kampeni. Okay. Angalia Bwana Luigiso, najua matano sasa hivi. Naona unatume ni big boys. Kwa hiyo nataka niongeze maua hapa. Irene Kilenga, naomba usogee pale hivi wakati ambapo Bwana Mohamed Matano kutoka TV Iman anatoa swali lake. Ninaweza kuomba kukazia swali langu, maana ni kama nilitamani. Unataka kulibadilisha? No, kukazia hapo kwa sababu tunatoka hapa mwanzo tunaenda mbele. Sawa. Malizie basi. Na utusaidie kidogo KC kwamba haki na kanuni ni kipi kina nguvu? Katiba inaruhusu watu kuchagua na kuchaguliwa, ni haki ya msingi. Kanuni inakuja inazuia mtu asiposaini form kwa mfano haingii kwenye mchakato wa uchaguzi. Kwa nini kanuni inaonekana ina nguvu kuliko msingi wa katiba yetu? Cha kwanza, kanuni hazina nguvu kuliko katiba. Kama nilivyosema, katiba ndio sheria ya kwanza ya nchi yote, ndio sheria mama.
lakini katiba mara nyingi huwa inatoa vitu kwa ujumla, kwamba una haki ya kugombea, una haki ya kuchaguliwa, una haki ya kuwa mwanachama wa siasa, na vyama vya siasa vinatakiwa visajiliwe kwa mfano. Lakini masharti yale ya katiba huwa kwa undani sasa yanachambuliwa na sheria husika. Kwa mfano katiba, nikupe mfano tofauti. Kwa mfano katiba inatamka kila mtu ana haki ya kumiliki mali, lakini haijasema sasa mali unamilikije, mali gani unapata